Mimi mlienipa mamlaka ya kuwa kiongozi wenu, lazima niseme kitu. Hasa kile ambacho kimeenda tofauti kabisa na utaratibu na misingi ya kisheria, kimsingi ya utu, lazima niseme. Sauti yenu ni sauti yangu, sauti yangu ni sauti yenu. Naomba nisome kwa utaratibu mzuri kabisa na mnisikilize. Leo tarehe 7 mwezi wa 6 2026 natoa taarifa kuhusu matamko na maelekezo ya viongozi wa utawala juu ya mipaka ya kutoa huduma kwa wananchi upande wa serikali za mitaa. Ndugu wananchi wenzangu, ninaomba kuwapa taarifa inayohusu maelekezo kutoka kwa baadhi ya viongozi wenye mamlaka ya kiutawala juu ya utekelezaji wa majukumu kwa viongozi wa serikali za mitaa. Mnamo tarehe 13 mwezi wa 3 2026, bila shaka wengi wenu tumeona na kusikia tamko na maelekezo kutoka kwa katibu tawala wa mkoa wa Arusha inayoelekeza kuwa tokea tarehe hiyo mwenyekiti wa serikali ya mtaa ni marufuku kumiliki muhuri, na endapo itatokea itakuwa ni makosa kama makosa mengine. Badala yake mwenyekiti wa mtaa atakuwa na wajibu wa kufungua na kufunga vikao, lakini pia ikitokea mwananchi kuhitaji barua au huduma toka ofisi ya serikali ya mtaa, mwenyekiti atapaswa kuandika barua na kumkabidhi mwananchi huyo na kupeleka kwa mtendaji wa mtaa kwa ajili ya kugongewa muhuri, jambo ambalo limekuwa na usumbufu mkubwa kwa wananchi kutokana na umbali uliopo kati ya ofisi ya mtaa na ofisi ya mtendaji wa kata. Lakini pia uhitaji wa huduma kwa wananchi ni wakati wote, lakini kwa maelekezo ya katibu tawala wa mkoa imekuwa changamoto kwa wananchi kutokana na upatikanaji wa watendaji wa mitaa na kata baada ya muda wa kazi, sikukuu au mwisho wa wiki. Baada ya kauli hiyo ya katibu tawala, siku chache ikatoka kauli nyingine kutoka kwa msaidizi wake iliyosema hakuna mwongozo wala sheria inayomruhusu mwenyekiti wa mtaa kumiliki muhuri. Mwenyekiti anapaswa kumiliki vitu vitatu tu, yaani bendera, na hapo akasema bendera yenyewe tena sio ya taifa, ni ya halmashauri. Pili, kitabu cha majina ya wakazi, na tatu, kitabu cha muktasari wa vikao. Hivyo tu na sio vinginevyo. Tarehe 26 mwezi wa 5 2026, mkuu wa wilaya ya Arusha alifanya ziara ndani ya tarafa yetu ya Suye, na siku hiyo alifanya mkutano hadhara ndani ya kata yetu ya Moshono, na katika mkutano huo wananchi walipata nafasi ya kutoa kero na changamoto zao ikiwemo changamoto ya ukosefu wa huduma ndani ya ofisi yao ya mtaa kama hapo awali, kutokana na wenye viti kunyang'anywa mihuri na mamlaka ya kusikiliza kero, watendaji wa kero, malalamiko na changamoto za wananchi. Badala yake majukumu yao wamekabidhiwa watendaji wa mitaa ambao hawapatikani wakati wote. Majibu kutoka kwa mkuu wa wilaya hayakutofautiana na watangulizi wake ambao ni katibu tawala wa mkoa na katibu tawala wa wilaya. Pamoja na taarifa hizi kusambaa kila kona ya nchi na kuzua taharuki na malalamiko kutoka kwa wananchi, mpaka sasa hakuna mwafaka kutoka kwa viongozi hao walao kukutana na wenye viti wa mitaa ambao ndio wanaolalamikiwa kwa kiasi kikubwa na wapiga kura wao kila kukicha. Binafsi, kauli zilizotolewa na viongozi hao ni tofauti kabisa na sheria za serikali za mitaa iliyompa mwenyekiti wa serikali ya mtaa mamlaka kutoa huduma kwa wananchi bila ubaguzi, na
siku zote na miaka yote bila mapumziko. Kwa sasa mwenyekiti wa mtaa hana mamlaka kusikiliza kero, malalamiko na changamoto kutoka kwa wananchi wake, tofauti kabisa na sheria na kiapo cha mwenyekiti wa serikali za mitaa. Maelekezo haya ni kupitia mabango mabango iliyotoka ndani ya ofisi za halmashauri, ikimwelekeza mtendaji wa mtaa kila Jumatano ya kila wiki kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 8 mchana iwe ni siku maalum ya kusikiliza kero, changamoto na malalamiko kutoka kwa wananchi ndani ya ofisi ya mtendaji wa mtaa. Maelekezo hayo yameondoa kabisa mamlaka mwenyekiti wa serikali ya mtaa, kwa sababu maelekezo hayo hakuna sehemu iliyoandikwa mtendaji na mwenyekiti watashirikiana katika majukumu hayo, jambo lililosababisha baadhi ya wenyeviti kufunga ofisi za mtaa ya mtaa ikiwemo mtaa wa Engosoashi. Ndugu wananchi, kwa hatua hiyo ni ukosefu wa haki na kunyimwa mamlaka kwa viongozi, lakini pia kwa wananchi waliotuamini na kutupa kura. Ndugu wananchi, mimi kiongozi wenu nimefunga ofisi ya mtaa kutokana na kutotoa huduma na badala yake huduma zote zinapatikana ofisi ya mtendaji. Je, kuna lawama kwa kiongozi wenu kwa hatua hiyo? Je, kwa sasa sina mamlaka ya kusikiliza kero, malalamiko wala changamoto? Je, kuna haja mimi kubaki na nafasi hii ya wenyekiti wa serikali ya mtaa? Mwaka 2019-2024 mlinipa ridhaa ya kuwa kiongozi wenu na niliapa kuwatumikia usiku na mchana bila kuchoka, lakini kiapo changu kimebatilishwa bila sababu, hali inayonifanya kuumia moyoni, kwani nahisi sitendi haki kwa wananchi wangu. Ndugu wananchi, ninaomba sana kwa pamoja, kwa heshima na upendo na ushirikiano wenu kwa miaka yote, kwa shida na raha, wote mnipe jibu, kuna haja gani ya mimi kubaki kuwa kiongozi asiyetimiza majukumu yake? Majibu yenu kwangu ni heri na nitayaheshimu. Ndugu wananchi, tumekuwa pamoja kwa takriban miaka yote ndani ya uongozi wangu. Mmenipa ushirikiano mkubwa uliosababisha mtaa wetu kuwa wa mfano na wenye maendeleo shirikishi. Mungu wa mbinguni awabariki. Kwa maelezo haya, sambamba na shukurani kwenu, niko tayari kwa uamuzi wa pamoja wa mimi kuachia wadhifa wa uwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Engosoashi tokea tarehe ya leo ya taarifa hii. Naomba niseme tena kwamba tarehe 26 nilitangaza, nilisema kwamba nasubiri serikali itupe ufafanuzi kwamba hiki kilichofanyika ni sawa au si sawa kwa mujibu wa sheria au kwa mujibu wa mwongozo. Kwa hiyo tulikaa kwa sasa hivi takriban karibia miezi mitatu hatujapata majibu. Ninaona kweli wananchi mnavyotaabika. Mimi binafsi ninaendelea kuumia sana. Nimejaribu kuzungumza mpaka na viongozi wa chama na jumuiya zake zote, na bahati nzuri ndani ya mtaa wetu tuna viongozi hao, lakini sipati jibu. Mimi niliapa kisheria, lakini mamlaka na majukumu sijaona kama kuna sheria au haki au taratibu zilizofuatwa. Tumepanga mengi ya kufanya kwa mujibu kama alivyosema mjumbe aliyetangulia kwamba wajibu na majukumu wa mwenyekiti wa mtaa ni yapi, lakini kwa sasa hivi hayapo.
Na siku hiyo nilisema pia tarehe 26 kwamba isitokee akanyimwa mtendaji wetu wa mtaa ushirikiano kwa sababu ya haya yaliyotokea, kwa sababu yeye pia yuko chini ya mamlaka. Nimeuliza ninyi maswali hapa. Je, ni kweli kwamba mlimchagua mwenyekiti asiyesikiliza kero, changamoto, malalamiko na hata migogoro? Ndio mwenyekiti mlimchagua? Ili kama ndivyo, na mimi nijue kwamba niko na watu wenye msimamo gani. Lakini kama sivyo pia niweze kujua niko na watu wenye msimamo gani. Hii ni kwa manufaa yangu binafsi. Maamuzi haya ni manufaa yangu binafsi pamoja na nyie, kwa sababu watendaji hawa sikukuu hawapo. Siku za muda wana mida yao kufanya kazi. Na si kila mwananchi ana taarifa hii kwamba kuna kitu mabadiliko yametokea. Mwisho wa siku anayekuja kugeukwa na kurushiwa mawe ni mwenyekiti. Ninawaheshimu, ninawapenda kama mnavyonipenda na ninatambua kabisa. Na ndio maana nimechukua hatua hii ya kusema njooni tusemezane. Sijaingia kwenye uongozi kwa kuokota, nimeingia kwa jasho lenu na lazima niwaheshimu. Na simaanishi kwamba siheshimu maamuzi ya wale waliosema hivyo. Na ndio maana hata kile kilichotakiwa kule tulikirudisha bila kupigwa mabomu. Tumerudisha katika hali salama kabisa, tukakabidhi na tuliowakabidhi nao wakatusainisha. Lakini sasa huwezi kuwa mwenyekiti wa kufungwa mikono. Hata akija afande kama yule unaogopa kumpeleka sehemu kwa ajili ya kumuelekeza mwananchi, kwa sababu tayari wananchi wengi wanajua kwamba sasa hivi majukumu ya mwenyekiti ni yapi mpaka wapi. Nimenukuu kauli za watu wawili watatu. Kazi ya mwenyekiti kwa dakika hii ni kufungua na kufunga mkutano au vikao. Lakini pia kuandika barua upeleke kwa mtendaji akagonge muhuri. Umiliki kitabu cha muktasari na vitu vingine. Bendera ile sio kwangu, ni halmashauri. Maana yake vitu viwili tu ambavyo. Kwa hiyo swala la migogoro na nini, na kitu kibaya zaidi katika uzuri ni taarifa iliyo rasmi kupitia mabango ambayo kila ofisi ya mtaa kwa wale waliojaliwa kuwa na ofisi yote ipo, ikimuelekeza mtendaji kwamba wajibu wake ndio huo. Kiapo changu cha awamu mbili haijai kuniambia kwamba mwisho wako ni wapi. Tuliapishwa na tulipewa semina ya miongozo. Sasa mimi siwezi kushindana na wakubwa zangu. Hata mtoto anapokuwa akiona baba mwenendo wake, baba amesema sasa ondoka kwenye chumba changu nenda kajitafutie, mtoto akingangana, mwisho wa siku baadaye anaweza kumpata. Baba atavua nguo, alafu baadaye laana itampata yule mtoto. Sasa na mimi kama mtoto wa serikali nimewaita nyie mlionipa nafasi niwaeleze hayo niliazimia, ili kuiruhusu serikali kwa wakati huu apatikane mtu ambaye kazi yake ni kufungua na kufunga mikutano, atakaye miliki vitabu ambavyo hata vijulikani vitaandikwa kwenye ofisi ipi, na kadhalika. Ila sio kwangu mimi Richard Meshak Laizer. Hilo mimi kwangu halitanipa baraka, na ninaona kwamba linanipa athari kubwa sana
tofauti na watu wanavyofikiria, na wengine wanaweza wakatafsiri kwamba mihuri. Ndugu wananchi, sisi tumechaguliwa kwa upana. Si mwenyekiti ndiye aliyepigiwa kura peke yake. Tuna wajumbe wa serikali za mitaa, na katika kundi letu kuna mmoja wawili ambao tulipendekeza endapo mwenyekiti hayupo, mmoja atashikilia nafasi, akiwemo mtendaji wa mtaa. Ukiniuliza mimi kwamba ofisi yangu inafunguliwa na kufungwa saa ngapi, tuliandika namba za simu. Kwa hiyo mtu akifika pale, kama mjumbe hayupo, mwenyekiti hayupo, anafuatwa huduma, anapigiwa wakati ule ule na anapata huduma kwa wakati fulani. Kwa hivyo si kweli. Na kama kweli kwamba maumivu ya Richard ni mihuri kwa sababu hataishi tena na familia yake, nyie ni watu wa Mungu, atokee mmoja katikati yenu aseme mbele ya chombo hiki na mbele ya watu wa usalama, waseme kwamba ni kweli kabisa, acha unyang'anywe kwa sababu ulikuwa unatunyanyasa. Tukija hapo na barua zetu za mikopo za kwenda mahali, unatuchaji, unatupa lugha chafu, hatupati huduma kwa wakati, na hata kama sio kwa wakati hatupati huduma kabisa. Nyinyi ni watu wa Mungu, simama, nyosha mkono wako, sema ni kweli, na Mungu wa mbinguni atakulipa. Lakini nitakupatia ili ujibu. Lakini kama kweli ilikuwa inatupa faida, je, ni kweli kwamba ilikuwa inampa mwenyekiti faida au ni hasara? Kama ni hasara, ni hasara gani ambayo mwenyekiti anapata? Kilicholeta shida ni kwamba, kwangu mimi, siwasemee wenzangu, ni namna ya sisi kuitwa na kuelekezwa kwamba haya, kuanzia sasa hivi kwa utaratibu tu. Sasa leo mimi napita mtaani, wananchi wananiambia, wewe ni kibaka, wewe ufai, wewe si una mamlaka. Mwenyekiti gani ambaye nikija nini? Maana yake kwamba baadaye itaendelea hivyo, na mimi ni binadamu, nitakamatana na huyo mwananchi anayesema hayo, bali mwisho wa siku na mimi nitapigwa pingu. Sasa kwa nini niwe hivyo? Kwa hiyo nimeona niwashirikishe ili pia tuwape uhuru watu wengine waendelee na majukumu haya kwa utaratibu mpya ambao upo nje na sheria niliyoiapia mimi. Kama kuna mwongozo kama wanavyosema, ni kweli, japo mimi sijawahi kuona. Kwa hiyo ndugu zangu, wananchi wenzangu, naomba mnipokee kwa hilo, na siwezi kuzungumza mengine kwa sababu haitasaidia. Itoshe tu kutoa sababu hizo za msingi kwamba wazifa huu ninauvua mbele yenu kabisa, ili nibaki kama raia wanaamini wa kuhudumiwa kama wewe, na mtendaji naye anisikilizie kero yangu na changamoto yangu na mgogoro kama wewe ndani ya ofisi yake. Baada ya kusema hayo, naomba niwashukuru sana kwa ushirikiano wenu wa miaka yote, na Mungu wa mbinguni awabariki.